Hello, karibu tena mtazamaji wa YouTube channel hii ili tuweze kuendelea kujifunza mambo tofauti ambayo yanahusu mahusiano, mapenzi na kadhalika. Leo angalia lugha 5 za mapenzi, lugha 5 za mahusiano ambazo unapaswa kuzitumia na wewe kwenye mahusiano yako kwa sababu itakusaidia sana. Kitu cha kwanza unapaswa kuwa na kwa maana ya kwamba anapofanya jambo basi msifie pale ambapo anatakiwa kusifiwa. Kama umeona amefanya hili jambo kweli zuri, basi msifie, lakini mpe pongezi. Mpe pongezi ishara hatua aliyopiga, jitihada za namna mbalimbali ambazo ameweza kufanya. Basi mpe pongezi kwa sababu ni kitu ambacho ameweza kupambana, ameweza kuishara hatufanikia kwa kiasi chake. Kwa hiyo ni muhimu sana mpenzi wako kumpa pongezi, kumsifia kwa jambo lolote lile. Hata akiwa amependeza msifie, akipika chakula kizuri msifie. Inaleta raha fulani hivi kwenye mapenzi, ama inaleta ladha fulani hivi ya mapenzi. Kwa hiyo hizo lugha 5, namba 1 ni maneno yenye kuthibitisha. Mtie moyo. Unajua kuna wakati unaweza ukawa unapambana na jambo unaliona ni gumu sana, huwezi kulifanikisha ama unawaza utafikaje, lakini mwenza wako akikwambia unaweza, tayari inakupa nguvu na wewe ya kuendelea kupambana. Kwa maana hiyo mtie moyo mwenza wako anapopambana ama kutafuta harakati zote za maisha. Mwambie utapona wewe. Muda sio mrefu utapona. Hilo tatizo lako hata kama ni kubwa, anatakiwa kufanyia operation. Mtie moyo. Yaani mwambie kwamba siku 2-3 zijazo lazima utakuwa. Hilo ni jambo la kwanza. Moja, ni vizuri sana kama wana mahusiano, wapenzi, muwe na hiyo lugha ya pamoja ya kuwa na muda wa kukutana ama wa kukaa nyinyi wawili kama wawili kuweza kuzungumza ya mambo yenu bila usumbufu, mambo yenu bila kelele. Kila mtu ampe muda mwenzie, ampe nafasi mwenzie amsikilize, lakini kwa makini kabisa. Unapozungumza na mwenzio lazima umpe muda, mpe nafasi, yani kwa makini umsikilize aweze kuzungumza na wewe. Na usimkatishe anachozungumza. Wewe mpe muda, msikilize, mshirikiane kwenye mambo ya kufurahisha kwa pamoja. Ni kitu kizuri na muhimu sana kwenye mapenzi, kitaendelea kuimarisha mahusiano yenu kwa sababu kila mmoja wenu anaona anamthamini mwenzie. Kwa hiyo mpeane muda na nafasi. Unapopata wakati basi mnaenda kukutana wote wawili na kuweza kufanya mambo yenu wawili, kuzungumza, kubadilishana mawazo. Kila mtu amsikilize mwenzie nini ambacho anacho ndani ya moyo wake. Inakuwa ni jambo zuri sana kwenye mapenzi. Lakini kitu cha 3, zawadi. Kutoa ama kupokea zawadi. Kuwa mwepesi sana kutoa zawadi kwa mwenzio, lakini na wewe kuwa mwepesi unayepewa kupokea. Toa lakini pokea, na wewe unayepewa zawadi basi pokea hiyo zawadi uliopewa na mwenzio. Kuna wale wanawake ambao unakuta anamwambia mpenzi wake, sasa hiki ni nini? Au mbona hizi sendo ziko bei yake ni ya chini sana? Yaani umenunulia sendo za bei ya chini. Ndio uwezo wake, ndio kipato chake. Kwa unatakiwa uheshimu, uthamini kile kidogo alichokupa, kwa sababu pia unapofanya hivyo inampa nguvu yeye ya kuendelea kutafuta zaidi, lakini kukumbuka kwamba wewe unathamini hata kile kidogo chake anachokileta, ili wewe uweze kufanya nini? Ili wewe uweze kupokea. Kwa hiyo jitahidi katika mahusiano yako, ndoa yako, kupokea, kutoa kile unachopewa na mwenza wako na kupokea kile ambacho mwenza wako anakupa. Haijalishi ni kidogo kiasi gani, jitahidi kukipokea hicho kidogo, kwa sababu ndio uwezo wake na ndio alichojaliwa, ndio kipato chake. Hawezi kuforce kutoa laki wakati yeye ana uwezo wa 20,000. Thamini ile shilingi 20,000 yake, kwa sababu ina mchango mkubwa pia kwake yeye utakapokipokea bila maneno ya kejeli. Jambo la 4 ni huduma. Huduma kwa maana ya kwamba msaidiane majukumu basi hapo nyumbani. Mwenza wako leo amechoka, hajisikii vizuri, mfano mwanaume unamwambia mpenzi wako leo usifue, mimi nitafua.
usipike leo, nitawapikia chakula cha jioni. Na wewe mwanamke basi kama una ujuzi na kazi zake ambazo anafanya mume wako, mpenzi wako, basi ni vyema kumwambia leo nitakusaidia baby, kazi zako leo naomba uniambie unataka kufanya nini ili niweze kukusaidia. Ni jambo ambalo zuri na linaimarisha sana mahusiano, kwa sababu anaona unathamini kazi yake. Kama unataka kumsaidia, mwambie leo pumzika, mimi nataka nikusaidie kazi zako, nini na nini ambacho napaswa kufanya kwa leo unafanya. Lakini pia kupika kwa mwanaume, kufua, kumsaidia mke wako, mpenzi wako, leo umeenda kumtembelea, unamwambia baby leo nataka mimi ndo nikupikie, nguo zako nitakufulia, usafi nitafanya. Yani vitu kama hivyo, yani lugha kama hizo kwenye mapenzi ni muhimu sana, zinahitajika. Yes, lakini jambo la 5, kukumbatiana. Yani ni kitu kizuri muhimu sana cha kuzingatia kwenye mahusiano. Unapomkuta mpenzi wako, mkumbatie bwana, mkumbatie mpenzi wako, zungumza naye kimahaba, lakini pia unamkiss. Kwa mfano mimi napenda sana kiss, kwa sababu naona hiyo ndio inajisikia raha. Yani nikiwa kwenye mahusiano mwanaume akinikiss anavuruga akili yangu. Kwa hiyo fanya vitu kama hivyo, mkumbatie mwenzi wako, mpenzi wako. Akitoka kazini mkumbatie, akitaka kwenda kazini mkumbatie, unapoenda kumtembelea hizo ofisini, wapo umemkuta, mkumbatie. Yani hiyo ni tambua kwa mwenza wake kwamba ni lugha ipi ambayo mwenzie akiitumia ama anapenda kuitumia. Kwa mfano mimi hapo mwanzo nimesema mimi kiss unanimaliza. Asante kwa kuendelea kuwa pamoja na mimi. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike, lakini kubonyeza hiyo alama ya kengele ili itakapotoka video nyingine basi uwe wa kwanza kuiona. Kama una chochote ambacho unataka kushare na mimi, unaweza kunitafuta kwa 0716075962, 0716075962.